Bwana Paulo Bernardo ni mkazi wa mtaa wa Miomboni. Viwanda vimekuwa vikielekeza maji taka kupitia mabonde ambayo tunatumia kufanyia kazi kama bustani, lakini yale maji yanapokuwa yakiachiwa kule yanakuja yanaharibu kabisa mazao. Hivyo tunajikuta kwamba tunarudi nyuma kiuchumi, kwa sababu unakuta tumetumia gharama nyingi, lakini mwisho wa siku yale yanakuja yanaharibu kila kitu. Na pia lakini kiafya ya maji sio mazuri kabisa, kwa sababu hata unapoyakanyaga ngozi inaharibika kabisa kwenye miguu. Hivyo tunaomba serikali iweze kutusaidia kujua namna ya kuweza kufuatilia, kuzungumza na wawekezaji waangalie namna ya kuweza kuyahifadhi haya maji ili usalama uweze kuendelea. Naitwa Mataba Matiku Kamgeji, kazi wa Miomboni, kata Misugusugu. Kero yangu kubwa ni kuhusiana na maji yanayotiririka kutoka viwandani kuingia kwenye mashamba tunayotumia kwa kulima mboga na mpunga. Imeniathiri kwa kupata fungus kwenye miguu ambayo imepelekea kwa muda mrefu nimetumia gharama zangu mwenyewe kujitibia. Ombi langu kwa serikali, wanapokuja wawekezaji basi waweze kuwapa maelekezo vizuri, wasitirishe maji kwenye maeneo ya wananchi wanayoyatumia. Kwa jina naitwa Dietrich Herman Haule, ni mkazi wa Misugusugu, mtaa Kilangali. Hii kero ya utirishaji wa maji taka kutoka viwandani, especially kiwanda cha Nile Group, imekuwa ni kero ya muda mrefu sasa, zaidi ya mwaka 1.5. Maji yamekuwa yakitirishwa kuja katika sehemu ambazo tunapita, lakini na sehemu ambazo tunajipatia riziki kama maji kwa ajili ya matumizi ya nyumbani. Lakini vile vile wakati tunapita imekuwa ni kero kiasi kwamba yamekuwa yakitirishwa kwenye njia ambazo tulikuwa tumepita. Ni muda mrefu sasa. Naitwa Edward Kitale, ni mwenyekiti wa mtaa wa Saeni. Ni mtaa ambao kidogo una viwanda vingi. Kwenye mtaa wangu kuna viwanda ambavyo kweli vinatiririsha maji kama wananchi wanavyosema na ilivyolalamikiwa, na tumeshajaribu kutolea taarifa kuhusu viwanda hivyo. Mwanzo tuliwahi kuwa na changamoto, maji yalivunja kingo yakamwajika yakaenda kuathiri mimea ya watu waliolima bustani pembezoni mwa mto kama ilivyokuwa desturi yao kwenye maeneo yale, na ikawa imeathiri sana. Tulijaribu kufuatilia, tuliongea na viongozi wa mazingira wa halmashauri, walikuja walifuatilia. Kero ziliendelea kuwa nyingi, zilifika kwa mkuu wa wilaya, tuliitwa, tulienda, tulitoa maelezo na walituma watu kwa ajili ya kuja kufuatilia hiyo issue ilivyokaa. Kwa majina naitwa Raheli Ulaya, ni afisa mazingira wa manispaa ya Kibaha. Kwenye kiwanda cha Fortune tumeshatoa penalty kama 3 kwa ajili ya adhabu ya kuto comply na sheria za mazingira. Tumeshatoa ilani 3 za marekebisho ya miundombinu ya maji taka katika kiwanda hiki cha Fortune. Lakini kwa kuwa hawajatii sheria na masharti ya mazingira, kwa faini hizo 3 ambazo tumetoa, na kwa mujibu wa Stahiki Meya anaona haina haja ya kuendelea kuwapa faini, alishauri kwamba tuwasimamishe mpaka watakapo comply na sheria za mazingira. Wananchi wamelalamika kwamba wanatiririshiwa maji ya kiwandani kwenye maeneo yao ya bustani wanakolima mboga. Sasa tukaamua kuja kama manispaa kuangalia ukweli uko wapi. Lakini mmiliki wa kiwanda alitaka kutudanganya, katupeleka sehemu nyingine, lakini wananchi wakatuleta mpaka sehemu yenyewe hii hapa. Ukweli ni kwamba ni kweli anatiririsha maji huku, na wananchi wanalima mboga kama unavyoona. Kwa hivyo kama alivyosema kaimu mkurugenzi kwamba timu yetu sasa kutoka manispaa ije mara moja hapa. Lakini pia watu wa NEMKI watusaidie kwa ajili ya kuangalia athari, wananchi wetu wanapata athari kiasi gani kupitia haya maji. Lakini kama alivyosema kaimu mkurugenzi ni kwamba nitoe wito kwa watu wote wenye viwanda maeneo haya wajaribu kufuata miongozo inasema nini, watunze wapi maji taka yanayotoka kwenye maeneo yao. So we accept the advice and the measurement. We already closed the function to continue to put out the wastewater. And you see now it's fungal for a few months, but it can't completely take no even a drop
you know.